kipindi ambacho tulipokuwa vijana wadogo, kumbuka nakwambia, tulikuwa tunaelezwa sababu nyingi, ila hatukuambiwa ni kwa nini, ila ulikuwa unaambiwa tu usifanye kitu fulani, usifanye hichi, usifanye hichi, usifanye hichi. Sasa leo nakukumbusha tena kwa mara nyingine, katika hizi sababu pengine ulishawahi kuambiwa moja ama mbili ama tatu, ukazipuuzia ama ukazisahau au kuzizingatia, leo zinakuja kukupa matatizo. Ya kwanza, wapo viumbe ambao wanaoitwa majini wanaoishi baharini. Narudia, wapo viumbe ambao wanaoishi majini ama baharini, kwenye mito mikubwa, kwenye maji, sehemu ambazo zina maji, sehemu ambazo zina mito, mitiririko ya maji. Kitendo cha wewe kufika katika maeneo hayo, aidha baharini, ziwani, popote pale ambapo kuna mtiririko wa maji, kuna uwezekano mkubwa sana wa kukutana na viumbe hawa kwa namna ifuatayo. Ya kwanza, kukaa eneo hilo la maji ambalo limezungukwa na maji, aidha mto ama ziwa, ukiwa uchi. Narudia tena, ukiwa uchi. Aidha unaoga, aidha unaogelea. Kuna kuoga na kuogelea, maybe vyovyote itakavyokuwa, lakini kitendo cha kuwa katika mazingira haya, unaogelea au unaoga, alafu una ulinzi, una protection. Una protection ya mwili, hauna protection ya kiroho. Maana yake ni kwamba hivyo viumbe vitakuvaa kwa namna yoyote, vikiwa katika mazingira hayo vitakuvaa. Ndio sababu ya kwanza ambayo inapelekea watu wengi kupata hawa majini ama hawa viumbe vibaya. Sasa kuna ile tabia, watu wanakwenda beach kuoga, kuogelea, wanakwenda kwenye mito, kwenye madimbwi wanaoga, wanakwenda kwenye maeneo hayo kwenda ku refresh. Sasa kama unakwenda kwenye maeneo hayo na una uhakika kwamba huna protection yoyote kwenye mwili wako, huna ulinzi wowote wa kiroho na kimwili, maana yake ni kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kukutana na hao viumbe na wakakuvaa na wakaishi na wewe katika namna ambayo utakuwa umekutana nao. Lakini sasa watakao kuvaa katika mazingira hayo, pengine hujui silika ya huyo kiumbe ni kutoka wapi au anaishije. Inawezekana umevaa jini mahaba, inawezekana umemvaa jini wa aina nyingine. Kwa hiyo kitendo cha kukaa mazingira hayo bila kuwa na protection kinaweza kusababisha wewe kupata shida hiyo. Lakini pia wengine wanaweza kupata majini au viumbe vibaya kwenye mazingira ya machafu. Kwa mfano, naishi mtaa ambao kuna majalala, kuna matakataka wanatupa tu ovyo. Hasa maisha yetu ya Uswahilini tunajua tunavyoishi. Unakuta mtaa pale wamerundika matakataka, maeneo ambayo wewe unaishi, ukipita ni jalala, ukipita jalala, ukipita jalala, ukipita jalala. Muda wote unaishi kwenye mazingira ya takataka. Kuna uwezekano mkubwa sana wa kukumbwa na hawa viumbe, kwa sababu wapo viumbe ambao wanaotembea, wanaoishi katika maeneo ya majalala. Kwa hiyo utakutana nao katika mazingira ya kuflow kwenye hewa maeneo hayo. Kama una protection, basi kuna uwezekano mkubwa wa kumba. Lakini pia wengine ambao wanaweza kupata viumbe hao au viumbe hao wakaumba ni wale ambao wanakwenda chooni, vyooni vyoo hivi ambavyo tunakwenda. Tumeelezwa sana, unapokwenda chooni ni muhimu sana kuweza kuangalia unaingiaje. Kwa upande wa Waislamu hawana shida, wamepewa maneno fulani ya kutamka, wanaongea. Kwa upande wa Ukristo tumeambiwa tuombe, tufanye maombi yes, kabla ya kuingia au wakati wa kutoka. Chooni ni mazingira machafu na hawa viumbe wanapenda mazingira machafu. Kwa hiyo una uwezekano mkubwa wa kuweza kukumbana nao. Kingine ambacho ni muhimu sana kuelewa kuhusu kupata majini au kupata viumbe wabaya au pepo mbaya ni wale ambao wanaishi ndani, wameweka mapicha. Yaani umejaza picha nyingi ndani ambazo kimsingi zingine hazina sababu ya kuwepo. Kujaza mapicha ndani nacho ni kichocheo kikubwa sana cha hawa viumbe kuishi katika maeneo hayo. Vile vile kuweka vioo, kuwa na vioo umeviweka bila kuwa una tabia ya kuvifunika, ama kuweka vioo ndani ambavyo unavyo kwenye chumba bila kuwa na protection, bila kuwa na ulinzi. Weka vioo lakini uwe na ulinzi. Ulinzi upo wa aina nyingi, tutakuja kufundishana ulinzi baadaye, unaweza kuwekaje ulinzi. Kwa hiyo kuweka vioo ndani au kuwa na mapicha ndani ni mbaya pia, inavutia wale viumbe kuja kuflow katika eneo hilo. Lakini vile vile ndani mwako kuwa pachafu, na ili tuelezane ukweli, ili hatufichani kabisa. Ukiwa na tabia ya nguo zako huzifui, zinakaa tu zinarundikana ndani, vyombo vichafu ndani,
vyombo vichafu. Wale viumbe wanapenda vitu vichafu, narudia tena, wanapenda vitu vichafu. Kwa hiyo wataflow kwenye hewa, watakuja ndani mwako, wataweka makazi, wataweka kahausi mle ndani, wataishi. Kwa hiyo wakiishi mle ndani, kumbuka, wataflow na wewe, wataona wewe ni rafiki yao, ni ndugu yao. Kwa hiyo wataishi na wewe kiroho safi. Kwa hiyo utajikuta kwamba muda wote unaishi kwenye flow ya upepo mbaya. Ndio maana wazee wetu wetuambia, mfagie, mfanye usafi ndani. Wale mnaopenda kuanika nguo nje usiku, hali yako ni mbaya sana. Usipende kuanika nguo nje. Tena mbaya zaidi, unaanika nguo za ndani, unaacha nje usiku. Na kuhakikishia wewe, kama hujakumbwa na upepo mbaya, uje nimekaa pale, uje uniambie kama haujakumbwa na upepo mbaya. Kwa hiyo hawa viumbe wanapenda sehemu visosi chanzo. Kwa hiyo vile kile kitendo cha kuanika nguo nje kinaweza kikapelekea ukapata upepo mbaya. Na hapa pia hata wachawi wanatumia njia hii kuweza kukublock mapema sana. Lakini kuna namna nyingine ambayo unaweza kukumbana na hawa viumbe. Kwa mfano, kutembea mazingira yenye maji machafu. Wale wanaopenda kumwaga maji barabarani, maji machafu wametwama barabarani, wanamwaga maukoko, manii, vitu barabarani. Kama hauna protection, unapita kwenye maeneo au unakanyaga maji ovyo, unaweza kukanyaga hawa viumbe, kwa sababu hawa viumbe wana flow popote, nishasema toka awali. Kwa hiyo unaweza kukanyaga ukajikuta umekanyaga hawa viumbe, na wapo ambao wana visirani, wanaweza wakakuvaa hapo ukaanguka au ukafanya chochote pale, kikatokea jambo lolote. Kwa hiyo unaweza kukumbwa na upepo mbaya, ukashangaa mwili wako unasisimka, mwili wako una vibrate, unafanya nini. Kwa hiyo kinaweza katokea kitu chochote. Wapo watu ambao wameshatokewa na hali kama hiyo. Sababu zingine zipo, ni sababu za kibinadamu. Kwa mfano, umegombana na mtu, umeona umetofautiana na mtu, umehitilafiana na mtu, umemdhulumu mtu, binadamu kwa binadamu, mtu anaenda kukutengenezea kiumbe, anaenda kukutupia upepo mbaya. Wapo watu ambao wanawatupia wenzao majini, wapo watu ambao wanawatengenezea viumbe wenzao. Sasa ngoja niwaambie kitu kimoja hapa, na hichi mnielewe vizuri. Kuna viumbe ambao wanatengenezwa na wanadamu, kwa maana ya kwamba unatengeneza kitu kama mtu hapa, unatengeneza kitu fulani, unaanza kukinenea. Nishawafundishaga kuhusiana na elimu ya sauti, ina nguvu gani katika kuunda kitu. Kwa hiyo unaanza kukinenea, kinaenda kumpata yule mtu kwa jina, unamtengenezea kiumbe, kinaenda kumpata yule mtu. So kile kiumbe kinaenda kwa yule mtu, kinaenda kama upepo. Ndio pale sasa tunapata kitu kinaitwa pepo. Umeona, pepo na majini. Kuna kitu kinaitwa pepo, afu kuna kitu kinaitwa majini. Usivichanganye hivi vitu. Mara nyingi pepo ni kile kiumbe ambacho kimetengenezwa na watu afu ukatupiwa, lakini jini ni kiumbe ambaye yeye yupo tu, ameshaumbwa moja kwa moja. Kwa hiyo pepo ni kiumbe ambacho kimetengenezwa kutoka katika silika ya kiumbe fulani. Kwa mfano tuchukulie